الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، tukiendelea kuzungumzia juu ya tasawuf, usufi, hebu tuangalie Sheikh Abdul Qadir Jilani rahimahullah. Yeye ukiangalia ni mwanachuoni mkubwa, alim mkubwa wa Kiislamu, na hakika ndiyo alikuwa anafuata usufi, lakini kuna usufi mtu akawa amejitahidi kujitolea dhidi ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, lakini madhehebu yake, hebu tuangalie katika fiqhi sharia ya Kiislamu. Sheikh Abdul Qadir Jilani alikuwa anafuata madhhabu ya Hanbali. Katika aqida, itikadi, alikuwa anafuata njia ya Ahlusunni wal Jamaa, akifuata msingi ya salaf, wanazuoni wa mwanzo wa Uislamu. Je, alikuwa anafuata sunna? Ndiyo, alihesabiwa kuwa ni katika wanachuoni wa Ahlusunni wal Jamaa. Alikuwa akihimiza sana kufuata Qur'ani na sunna. Yeye mwenyewe katika fundisha alikuwa anasisitiza kufuata Qur'ani na sunna na kujiepusha na bid'a, vitu za uzushi, kushikamana na njia ya masahaba walikuwa ndio salafi wa kwanza. Katika khutba na maandishi yake alikuwa mkali kweli kweli. Kuhusu mambo ya uzushi alikuwa mkali kweli kweli, akizikataa. Sasa tuje tuangalie vipi kuhusu usufi wake. Sheikh Abdul Qadir Jilani rahimahullah alikuwa pia ni katika viongozi wa watasawuf, na anahusishwa na Kadiria, lakini usufi wake ulikuwa na sifa hizi. Yeye alikuwa usufi wake umejenga juu ya Qur'ani na sunna, juu ya Qur'ani na sunna, na akisisitiza tauba, ikhlasi juu ya Mwenyezi Mungu na kujistiri na dunia. Usufi wake huu umejengwa kwa Qur'ani na sunna na kusisitiza kutubia mbele ya Mwenyezi Mungu, na kila anachofanya anafanya ikhlasi billah, na alikuwa akijistiri na dunia. Hakuwa na mambo ya kupindukia au ya ushirikina dhidi vile wasufi sasa wanafanya. Je, usufi wake na wa sasa ni sawa? Hapo ndipo kuna tofauti muhimu sana kufahamu. Usufi wa zamani wa Abdul Qadir Jilani ulizingatia sana dalili, kufata Qur'ani na hadithi. Hakukuwa na kuomba msaada kwa waliokufa
Mola wangu, kwa baraka ya fulani fulani aliyekufa. Alikuwa hana hiyo. Hakuwa na ibada za ajabu zisizo na dalili. Mtu anakuambia fanya dhikri 1,000 kwa siku, mwingine 5,000, mwingine 10,000. Hizi ni mambo za uzushi. Kama leo kuna wasufi wasema atakayefunga saumu tariki 25 ya Dhulqaada atapata ujira, thawabu ya miaka ya mwaka ngapi? 1,000. Wameitoa wapi? Wanahimiza watu wafunge tarehe 25. Hatuna dalili yake. Kwa hivyo ibada za Sheikh Abdul Qadir Jilani alikuwa hana ibada za kiajabu ajabu zisizokuwa na dalili, na alikuwa akijitakasa nafsi yake kufuatana na Qur'ani na Sunna, akifata mwendo masahaba walikuwa wanafanya. Jambo la kustikisha baadhi ya usufi sasa inavyofanywa, kupindukia kwa mashehe, wanawatukuza mashehe wao kupita kiasi, wakiomba msaada, wanaomba msaada kwa waliokufa au waliopo mbalimbali. Hata kama yuko hai asema kwa baraka ya Sheikh fulani, wali fulani. Wanafanya mambo yasiyo na dalili sahihi. Wakati mwingine watachanganya wasufi, wengine wanachanganya dini na mila, badala ya kufuata Qur'ani na Sunna wanafuata dini na mila. Naona wengine wanazunguka, wanakaa kwa sako, wanaanza kutoa dhikri. Hakuna ubaya kusema Allahu Akbar, kusema subhanallah, kusema la ilaha illa Allah, lakini kuspecify, kusisitiza, ndio hivi inafaa kufanywa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya, masahaba walifanya. Sasa hiyo ndio maneno nakuja sasa. Sheikh Abdul Qadir Jilani alikuwa mwanachuoni mkubwa, akifuata Qur'ani na Sunna, madhehebu ya Hanbali. Kweli alikuwa anafuata usufi, alikuwa akijisisitiza kutubia sana kwa Mwenyezi Mungu. Alikuwa akijifanya nini? Akijisisitiza sana kutubia mbele ya Mwenyezi Mungu, na kila anachofanya alikuwa anafanya ikhlas billah. Alikuwa akijaribu sana kujistiri na fitna ya dunia. Alikuwa akifanya bidii. So usufi wake ulikuwa safi, kufuata na Qur'ani na Sunna. Kuna tofauti kati ya usufi wake na baadhi ya wale yanaonekana leo. Haya usufi yanaonekana leo ya kusikitisha sana. Baadhi ya mambo yaliyozuliwa kwenye tasawuf, usufi, kuomba msaada kwa waliokufa. Baadhi ya watu wasema Sheikh fulani nisaidie, huenda makaburini kuomba mahitaji zao. Wanazuoni wengi wa Ahlus Sunna wanasema dua ni ibada na inaelekezwa kwa nani? Allah peke yake tabaraka wa taala.
Hili linaweza kufikia shirki ikiwa linafanywa kwa namna ya kumwomba asiyekuwa Allah. Na ukijaribu kuzungumza nao, wasema ya kwamba sisi hatuwaabudu, tunawatumia, tunawafata, tunawaomba ili tumkurubie Allah tabaraka wa taala, kwa kuwa wao ni mawalii wa Allah. Sasa hapo unaona wanamtukuza shekhe kupita kiasi. Shekhe hupewa hadhi ya juu sana. Mashekhe wao wanapewa daraja ya juu sana. Wengine huamini shekhe anajua mambo ya ghaib, ana karama zake bwana, ana uwezo wa kukoa, ana uwezo wa kuokoa au kudhibiti mambo. Hili linapingwa kweli kweli, kwa sababu sifa hizi ni za Allah peke yake. Jamani, sifa hizi ni za Allah peke yake. Jamani, mimi natoka katika mlango, nimezaliwa katika mlango ya family ya usufi kweli kweli. Jina langu naitwa Nurain, na ninasikia aliyenipa hii jina alikuwa akiitwa Sharif Karama. Ukarama wake mimi siujui. Nilipokwenda kumwona, niko naanza kuwa mkubwa sasa, mwaka 10 hapo, wakaniambia huyu ndio mwenye amekupa jina. Nasikitika sana. Akaleta glasi, akapewa, akasoma, akatema ndani. Nikamwambia kunywa, sikupenda kwa vile ametema, lakini nikakunywa. Akaniambia usimalize. Nikachukua sipu, wengine wote wakakunywa, wakatuambia baraka ya Sheikh nani, Sharif Karama. Nikaambiwa kwamba saa zingine anaweza akatoka hapa, ana safari ya kwenda labda maili 50. Wengine wakaingia ndani ya gari, akasema mimi nitakuja na zingine. Wasema wakifika huko hiyo maili 50 fasa anakokwenda, wakitoka ndani ya gari na yeye pia yuko hapo. Wasema huyu jamaa alikuwa na makarama za ajabu. Lakini mimi tangu mwanzo nikimwona, kitu ilikuwa kinishangaza ni kitu kimoja. Kama ni mtu ni walii mpendo wa Mwenyezi Mungu na ana uwezo kidogo, sio alikuwa ati hana uwezo, kwa nini anabaki kuwa na mguu mchafu hivi? Akanambia usione hivyo kuwa mchafu, huyu mjamani walii. Baada ya miaka 2 mitatu akapita tena, nikamwona ni hivyo hivyo, no improvement. Sikupenda mimi, lakini ndio hivyo. Akifika tu fasi yeye yuweza akazungumza. Saa ingine watu wanakaa wanamwona yozungumza peke yake, mara anasimama tu, anatoka anakwenda bila kueleza kichote. Basi nilikuwa nikiona mambo ingine, nafikiri katika ile kuwa kijana sijapendelea, lakini sijui. Lakini mtu atatokaje hapa anasema iko pahali fulani? Ni karama hizo, ni uwezo wa Mwenyezi Mungu. Lakini sasa wao, hata familia yangu walikuwa wakitaka, wakiwa na haja ya kitu wanamuomba awaombee, wanamuomba shida zao kwa baraka yake awasaidie. Dhikri pamoja
kufanya dhikri pia. Unaona wasufi wanaweka madhikri zao tofauti, kwa sauti wafanya dhikri pamoja, kwa mtindo maalum ulioweka, kutengeneza taratibu maalum, hazina uthabiti wowote kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanazuoni wanasema dhikri ni ibada, hivyo inapaswa kufanywa kama alivyofundishwa. Nani ametufundisha? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo dhikri zote zinazofanywa, hata kama zitakuwa zinataja jina ya Mwenyezi Mungu, ikiwa dhikri hizo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutufahamisha, inakwenda kinyume na dini. Maana ya la ilaha illa Allah, hakuna pasaye kuabudiwa kwa haki illa Allah, hana mshirika yoyote. Hakuna wa kufuatwa ni maamri zake, maamrisho zake, isipokuwa ni Allah. Na njia ya kufuata kumwabudu Mwenyezi Mungu na kufuata amri zake, njia moja tu, hakuna njia mbili, kwa sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Masahaba walikuwa wanajibidisha katika maisha yao kufuata hizo sunna mwendo. Kwa hivyo mimi na wewe, barabara ni moja tu, barabara ni moja tu, hakuna mbili. Ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghairi almaghdubi alayhim wala dhalin, sio wale wenye aliwakasirikia ama wale waliopotoka. Barabara ni moja jameni. Masahaba walifahamu, na sisi nafaa tufate Qur'ani wa sunna ala fahmi salaf salih wa sahaba. Wakifanya sherehe pia, wakifanya sherehe za baadhi ya mashekhe wa kisufi, kuna khilafu tofauti ya wanazuoni hapa. Sasa wengine wanaruhusu kwa mipaka na wengine wanakataa kama ni bid'a. Chochote inakamatana na ibada ya Mwenyezi Mungu, ikiwa haiko katika sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiyo si ibada, hiyo si ibada. Hatufati, tunafata Qur'ani na sunna kwa vile masahaba wamefahamu, wametufundisha. Inna al-ibadat at-tawqifiyya, ibada yote ni katika kufata Qur'ani na sunna fakat, peke yake. Hakuna shauri shekhe fulani ametuambia, shauri wali fulani amesema. Hapana. Sasa hapo utapata kwa nini inakuwa problem nyingine. Wasufi wanategemea sana ndoto na kashfu, kuchukua ndoto au maono kama chanzo cha sharia. Usema umepokea maagizo ya dini kupitia ufunuo. Hili linapingwa sana, kwa sababu sharia ya Uislamu ilikamilika tayari kwa Qur'ani na sunna. Alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Dini imekamilika, na Allah subhanahu wa ta'ala ametukamilishia neema zake, na yuko radhi juu yetu sisi tufate dini ya Uislamu. Dini ishakamilika jameni. Sasa kwa nini watu wanatuletea tena
mimi nimeota, shekhe fulani aliota, wali fulani aliota, nasema tufanye hivi, tufanye hivi. Jameni, tukichunguza zaidi, kufru inaingia sasa hapa kwa njia gani? Tunasema ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanya khiana, hakutekelezea dini yote mbele yetu, aliacha zingine. Kwa nini? Hawa wamekuja wameleta tena mengine. Mbobeni mabegi, utoke msikiti kwa msikiti. Mtume alifanya sallallahu alaihi wasallam, sahaba walifanya sallallahu alaihi wasallam radhiallahu anhum. Kuna mambo mengi sana yafaa tujue, aliyoanzisha kutoka msikiti kwa msikiti, kutoka tauni kwa tauni, kutoka inchi kwa inchi. Alianzisha msingi Maulana Ilyas rahimahullah. Alikuwa ni msufi, tena usufi wake ulikuwa unashikamana na Dhiobandi, Nekshabandi. Alikuwa yeye wakati anafanya bidii ya juhudi ya dini ya tablighi, alikuwa akenda makaburini ya mashekhe maaulia, akiomba pale, akisema ameota ndoto aliota ndio hiyo ya kubeba begi, ndio hiyo style ya kwenda kufanya da'wa. Jameni, alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislama dina. Hakuna ubaya wanachozungumza, hakuna ubaya, lakini wanazungumza kuhusu Rabbu wetu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam da'wa yake haikuwa da'wa ya Rabbu wetu peke yake, ilikuwa ni pia da'wa ya kumwabudu Allah peke yake. Da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa da'wa ya uluhiyya, haikuwa da'wa ya rububia. Makureshi walikuwa wanamjua Rabbu wao ni Allah, lakini wao walikuwa wanamshirikisha Mwenyezi Mungu katika ibada. Hasa hii ndio hatari ya watu kufata makundi, kufata hii, kufata ule. Sharia ya Uislamu ilikamilika tayari na kufata Qur'ani na Sunna, ilikamilika. Mtume sallallahu alaihi wasallam alituambia khairu nnasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, karni bora ya watu ni karni yangu, yeye na masahaba, alafu na karni inayokuja, alafu na karni inayokuja. Kwa hivyo mimi na wewe, hizi miaka 300 muhimu sana kusoma, tupate ilmu zake, ndio usalama wetu, ndio usalama wetu. Hadithi ingine sahihi ametuambia na kututahadharisha, akasema Mayahudi waligawanyika makundi 71. 70 wako motoni, moja ndio wanafata maamrisho ya Mwenyezi Mungu na maagizo ya mitume waliokuja nao. Wakristo wamegawanyika makundi 72.
71 wako motoni. Manake moja peke yake ndio walinusurika. Akasema tena, na ummati yangu mimi itagawanyika 73. Makundi ngapi? 73. Na kila kundi inasema inafata ahlusunni waljamaa, lakini ametuonya na kutuonya na kutuonya, ummati yangu watagawanyika makundi 73. 72 wataingia motoni, moja ndio watapona, moja ndio ahlusunni waljamaa. Walipomuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hiyo moja ni kundi gani? Akasema, yenye mimi na masahaba zangu wako ndani yake. Ndio hapa niko narudia tena, tujielimishe tuweze kufahamu hizi generation, hizi karne 300 tangu utume uanze. Tujifundishe na kuweza kusoma sana na kushika Qur'ani na Sunna vile wamefahamu masahaba. Allah tufahamishe insha Allah. Taendelea hapa. Kama kuna mtu ana maswali katika ile fasi ya nini wanaita nini, fasi tuko katika WhatsApp, unaweza kuniuliza maswali inshallah. Na pia naomba tuwe na Zoom. Hii program iko katika Zoom. Ikifika saa 4:30 asha Zoom yako, utaona tunaanza program. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.